tarehe 29 taifa letu litapiga kura, litaingia kwenye uchaguzi, yani wananchi watapiga kura. Kwa hiyo tunapokwenda kupiga kura, maana yake ni kwamba tunakwenda kutekeleza takwa lingine la kikatiba kama ilivyokuwa utaratibu wa serikali yetu. Kila baada ya miaka mitano taifa linafanya zoezi kubwa la uchaguzi ambako tunachagua viongozi mbalimbali. Tunachagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tunachagua wabunge pamoja na madiwani katika kata mbalimbali. Tumebakiza siku chache, leo ni tarehe 21, tunategemea kufanya uchaguzi tarehe 29. Kwa tuna kama siku 8 tu hapa kuelekea kwenye siku hiyo ya uchaguzi. Naomba niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kazi kubwa ambayo mmeendelea kuifanya kuhabarisha umma, lakini pia kuwakumbusha wana Manyara kwamba tunakwenda kwenye zoezi la uchaguzi tarehe 29. Na mmekuwa mkifanya kazi hiyo kubwa sana. Lakini kama serikali tumedhani tuna wajibu sasa wa kuzungumza mawili matatu katika siku hizi ambazo zimesalia, ambazo ni takribani siku 8. Kwanza hali ya mkoa. Hali ya mkoa kiusalama tuko salama sana. Na nyinyi waandishi wa habari mmekuwa mashahidi kwa zaidi ya miaka 4 sasa kwenda miaka 5. Hali ya usalama katika mkoa wa Manyara imeendelea kuimarika. Tofauti na muda mwingine wowote. Lakini kwenye kipindi hiki cha uchaguzi kwa mwaka huu, hali ya usalama imekuwa ni kubwa zaidi na utulivu umekuwa ni mkubwa sana. Wananchi wanafanya shughuli zao mbalimbali, lakini wanasiasa wako bize huko kufanya kampeni zao za usalama, ustaarabu na utulivu katika maeneo mbalimbali. Na mkoa wetu ni moja kati ya mikoa ambayo imepata baraka ya kutembelewa na viongozi mbalimbali wakipita hapa na kufanya kampeni. Na nyinyi mmekuwa mashahidi mkiwaona viongozi hao wanapita, wanafanya kampeni na shughuli zao hapa katika hali ya utulivu, na kwa kweli wote wameridhika na kazi kubwa ambayo imefanywa, lakini na namna ambavyo tumewatendea kama mkoa katika haki yao, usalama, uangalizi wao na timu zao, na wamefanya kampeni katika mkoa tunakiondoka wakiwa wako salama, na kwa kweli wamesifia kazi kubwa ambayo imefanywa na mkoa katika eneo hilo na kuhakikisha kwamba tumeimarisha ulinzi na usawa kwa viongozi wote ambao wamepita hapa kufanya kampeni zao. Kwa ndugu zangu, ningependa wakati tunazungumza hapa mtusaidie kutoka na kwenda kuendelea kuhimiza wananchi kuhusiana na habari ya kudumisha amani wakati wa uchaguzi, kabla na baada. Ni swala la muhimu sana kwa sababu tutapomaliza uchaguzi tarehe 29, watoto wetu wanahitaji kurudi shule baada ya shule kufunguliwa. Lakini zahanati, hospitali, vituo vya afya vinaendelea kupokea wagonjwa na wenye mahitaji mbalimbali ya kiafya kwa ajili ya kuwatibia. Lakini barabara zetu zinaendelea kufanya kazi na kutumika kwa kusafirisha watu kupeleka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo utulivu na amani ni kitu ambacho hakitakiwi kuwa cha kuzungumza sana, ni wajibu wa kila mmoja. Lazima asimame afanye kile ambacho kinatakiwa. Lakini kingine ni muhimu sana. Ni muhimu sana kila mwananchi na mkazi wa mkoa wa Manyara akajua kwamba wakati wa uchaguzi kuna sheria na taratibu zake na ni muhimu kuzifuata. Ni muhimu kuzifuata ili kuweza kusaidia kuharakisha wenzetu wanaosimamia uchaguzi, lakini na wanaosimamia utulivu pia na amani waweze kujiridhisha kwamba kila kitu kimekwenda sawa sawa kinavyotakiwa. Lakini pia ningependa nitoe wito kwa makundi mbalimbali, viongozi wa dini, makundi mbalimbali yale muhimu, vijana, wanawake, wafanyabiashara, wote waweze kuhimizana: moja, kutekeleza takwa hili kubwa na la kikatiba; lakini 2, kuhimizana kwenye kutuliza amani, kudumisha amani na utulivu katika mkoa wetu. Ndio njia pekee yake inayotufanya mpaka leo tumesema tunazungumza. Ndugu zangu waandishi wa habari, nyinyi mmekuwa ni mashahidi. Tumepita, tumeona serikali ambayo imefanya kazi kubwa sana kutekeleza miradi mbalimbali mikubwa ya kijamii ambao sasa wananchi wote wa mkoa wa Manyara wanapata huduma, na sio tu huduma, wanapata huduma bora. Kwa hiyo tunahitaji utulivu ili tuendelee: moja, kuongeza na kusimamia shughuli za serikali, utekelezaji wa miradi na kuongeza huduma kwa wananchi; lakini 2, wananchi wenyewe waweze kuendelea kufanya shughuli zao kwa utulivu na amani, waendelee kujipatia kipato, kuleta uchumi ndani ya mkoa, lakini pia kupeleka uchumi kwa ujumla kwenye taifa letu. Ushiriki wa wananchi wote kwenye uchaguzi huu ni wa muhimu. Tuendelee kuhamasisha wananchi wajitokeze kupiga kura. Hiyo ni swala muhimu sana, kama vile ambavyo tulifanya wakati wa kuhamasisha wananchi hawa waende kuboresha taarifa zao kwenye daftari la kudumu la kupiga kura. Kazi tulifanya kubwa sana na nyinyi mlifanya kazi hiyo. Nategemea kwenye kipindi hiki pia mtatusaidia kuhakikisha kwamba wananchi wale waliotokeza kwenda kujiandikisha na kuboresha taarifa zao
wanakwenda sasa kwa ajili ya kutumia ile fursa yao adhimu na muhimu ya kwenda kupiga kura. Lakini pia kama serikali tumeendelea kuhakikisha kwamba tunaendelea na maandalizi ya usalama ndani ya mkoa. Tulikubaliana kwamba tutaendelea kudumisha usalama ndani ya mkoa sasa hivi, kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Usalama ni jukumu letu muda wote. Tumeendelea kuimarisha hivyo na tunaendelea kusisitiza ushirikiano kati ya serikali, vyama vya siasa na wadau wa uchaguzi ambao kimsingi ni wananchi. Kwa tunategemea tarehe 29 wananchi wataamka, watakwenda kupiga kura. Lakini kama serikali tuna wajibu wa kukemea mapema, kukemea kweli kweli yoyote ama kundi lolote ambalo wanadhani watatumia tarehe 29 katika kutekeleza azma zao ovu. Kama mkoa tumejipanga kuhakikisha kwamba yoyote atakayekuwa amejipanga aidha kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa kujishawishi mwenyewe ama kwa kushawishiwa kwenda kutufanyia vurugu na kusababisha siku hii isiwe siku ya neema na baraka kama ambavyo Watanzania wote tunategemea tuipate. Miaka 5 ya uongozi inayokuja inategemea tarehe 29 maamuzi ya Watanzania. Sisi kama serikali tunaendelea kuimarisha ulinzi huo, na ninatoa onyo kubwa na kali kabisa kwa kikundi chochote, kwa yoyote, narudia tena, awe amejishawishi mwenyewe ama ameshawishiwa kupanga kwa makusudi ama kwa bahati mbaya, kwa namna yoyote kutia doa tarehe 29 ndani ya mkoa wa Manyara. Hatutokuacha salama na hatutokuvumilia. Kwa hiyo jipange tu, unaamua kufanya nini? Unakuja mtaani tukutane ama unakwenda kupiga kura umalize uende ukapumzike nyumbani? Sisi kama mkoa na kamati yangu ya usalama mnayoiona hapa tumejipanga kimkakati kweli kweli. Hatujasikia, hatujaona kikundi chochote mpaka muda huu kwamba kuna watu wametulia huko, lakini inawezekana wamejituliza kimya huko, wako ndani wanasubiri tu jambo lao lifike na wao watoke. Na wapa onyo, wakae kwa kutulia. Wakae kwa kutulia, na mkoa wa Manyara ni wrong number. Kwa hiyo mtu asije akajaribu kupiga ama kubipu. Hiyo simu yake inaweza kapokelewa vibaya, alafu hali ikawa si njema kidogo. Kila mtu atulie afanye shughuli zake. Tarehe 29 ni siku ya kupiga kura. Tutaamka asubuhi tutakwenda vituoni, na bahati nzuri imekuwa ni siku ya mapumziko pia. Ni siku ambayo watu hatuendi kazini. Tumeachwa tusende kazini ili tuweze kupata fursa ya kwenda kupiga kura na kupumzika na familia. Kwa hiyo nenda kapige kura, nenda kapumzike nyumbani. Vituo vinafunguliwa asubuhi saa 1 nadhani, vinafungwa jioni saa 10. Tutakushangaa sana unaenda kupiga kura saa 5, umekaa pale nje ya kituo unasubiri mpaka saa 10 kufunga kituo. Wewe pale mwenzetu una jukumu gani katika lile eneo? Wewe ni mlinzi? Umetoka tume? Umetoka wapi wewe? Sisi wote tutakuwa tutapiga kura afu tunaondoka. Kwa hiyo nenda kapige kura, rudi zako nyumbani usubiri watakapomaliza. Kila chama, kila mgombea amepeleka wakala wake huko nadhani. Atampa taarifa kile ambacho kinatokea kule. Hakuna haja watu kukaa ndani ya vituo ama kukaa nje ya maeneo ya vituo. Tunatoa angalizo na onyo kali kwenye mitandao ya kijamii. Wale ambao vidole gumba vyao haviwezi kutulia mpaka waandike yanayowahusu na yasiyowahusu, tuko makini kuhakikisha kwamba hatupokei taarifa yote ya vurugu wala taarifa hatarishi kutoka kwenye grupu la aina yoyote. Kwa hiyo sio tu kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata huko kando huko tutakuwa tayari kuangalia. Tuhakikishe kwamba makundi yote ndani ya mkoa yanakuwa salama, kuendelea kuhimiza amani. Ndugu zangu, tarehe 29 inapita. Na ni siku moja tu. Na sio siku moja, ni masaa. Kutokea asubuhi mpaka jioni ndio inahesabika, ndio siku ya uchaguzi imefungwa. Lakini sisi tutaendelea kubakia hapa na watoto wetu na maisha yetu na taratibu zetu zingine zitaendelea kuwepo. Kwa ndugu zangu, hata nyinyi waandishi wa habari mna jukumu kubwa sana la kuhakikisha kwamba mnahimiza amani, ili na nyinyi kazi zenu na majukumu yenu yaendelee kuwa mepesi na rahisi. Kwa sababu mnahitaji pia mpite mtaani huko, mpate taarifa. Mnahitaji kupata taarifa gani? Taifa letu ni taifa jema, zuri. Tuna imani kwamba tutapita salama, na tunataka tu tuwape onyo wale wawili watatu. Tuendelee kuhimiza wananchi wahakikishe kwamba wanajitokeza kwa wingi. Uchaguzi usio mwisho tutakapofanya kesho kutwa, bali ni muendelezo
wa jitihada kubwa na mipango mikubwa ya serikali katika maendeleo ya kupishana na kupeana muda kwa kipindi kama ilivyokuwa katiba yetu inavyotueleza. Baada ya miaka 5 tunaanza uongozi mpya. Baada ya miaka 5 tunaanza mipango mipya. Baada ya miaka 5 maeneo mengine yanapata uongozi mpya pia kwa ajili ya kuwasogeza mbele waweze kufanya maendeleo yao. Lakini upande wa jeshi la polisi nimeelezea vile, lakini kuna wenzetu wa uhamiaji. Kipindi hiki na wenyewe nao wako makini kweli kweli kuhakikisha kwamba hatupokei sura nyingine ngeni hapa. Tutapita tuangalie kila mahala na tumeendelea kufanya kazi hiyo mpaka sasa hivi tuko salama. Tunahitaji wageni lakini tunanye utaratibu. Walioingia kwa kufuata utaratibu na waliokuja kwa shughuli ambazo zinaeleweka. Sababu hata wewe mwenyewe nyumbani kwako huwezi kusikia tu mtu ameingia kupu, ameingia ndani vipi? Unapata taarifa kwamba leo kuna shangazi yangu anakuja, anatoka Vikindu, atakaa hapa kwangu kwa siku 2 siku 3 ama anakuja tu, ataondoka lini tutajua wenyewe, lakini afike katika utaratibu unaotakiwa. Kwa hiyo pia kama mkoa tumejizatiti na hilo kuhakikisha kwamba hatupokei wageni ambao hawana utaratibu wa kuingia hapa nchini. Tutahakikisha kwamba hilo linafanywa kazi na linadhibitiwa. Lakini kwa umuhimu wake na kwa ukubwa wake, na waomba sana ndugu zangu waandishi wa habari mtusaidie kusisitiza mshikamano, upendo, utulivu na mshikamano ndani ya mkoa wetu. Wameendelea kufanya vizuri sana wananchi wa mkoa wa Manyara. Tuna imani kwenye hili pia tutapita tukiwa tuko salama na tutapita vizuri sana. Lakini nimetaka tu watu wajue kwamba tunaelekea tarehe 29, lakini kama mkoa na kamati ya usalama pia tuko imara kweli kweli kuhakikisha kwamba mkoa huu unakuwa salama jana, leo na kesho.